Wapendwa wanaume wenzangu, kwanza niwapongeze kwa majitoleo yenu, lakini na juhudi mbalimbali ambazo mnazifanya kwa lengo la kutimiza matamanio ya Baba Askofu Msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma la kutegemeza kituo hiki, lakini ya sisi wanaume kutembea pamoja, kuongea pamoja na kushirikishana kwa pamoja. Leo tumeona ni muhimu tukutane kwa muda mfupi, kwa sababu miaka yote hatufanyi tukio kama hili. Leo tutashirikishana baadhi ya mambo. Kuna kanuni za UWAKA ambazo tunasema ni kama katiba, lakini basi muongozo wa taifa umesema katiba inaandaliwa. Hizi kanuni tulizokuwa nazo, kwa sababu hazina muhuri wa maaskofu, hizi katiba tulizokuwa nazo, kwa hiyo wamesema ziendelee kutumika kama kanuni. Kumbe tumealikwa tutumie katiba ya halmashauri ya walei taifa, katiba ya mwaka 2019. Nadhani wengi tunazifahamu, ni kama hii hapa. Tumealikwa ndio tuzitumie kama muongozo mama, lakini kanuni ambazo tumeziuza leo na wengine walikuwa nazo, basi hiyo ni miongozo yetu ya UWAKA taifa. Kwa hiyo basi katika zile kanuni za UWAKA kuna mambo ambayo yameorodheshwa, lakini sambamba na hilo kwenye katiba ya halmashauri ya walei 2019 kuna miongozo ya kikatiba ambayo kwayo wote tunapaswa kuifuata. Nisome tu sehemu ile ambayo Askofu Deusdedith Rwama ameweka muhuri, ambao unasema wale wote, ambao ni nukuu tu kwa sababu leo tunaongea wanaume. Inasema wanaume wote wapende kujifunza na kujua mambo yanayohusu imani yao, na hivyo wawe mashuhuda au mashahidi wa kweli kwa imani yao katika Tanzania na hata mwisho wa nchi. Hii tunaipata Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 8. Uongozi katika UWAKA ngazi yoyote sio mamlaka, bali ni utume. Ukichaguliwa kama kiongozi, wao usijione ni mtu mkubwa kuliko wengine. Ule ni utume. Tunakumbushwa hilo. Lakini utume huu ni utume usiokuwa na faida. Na mara nyingi huwa tunatafakari ni kama maisha ya Yesu. Tuko kipindi cha Kwaresma. Ni ndugu yetu, baba yetu, mwanaume mwenzetu alitaka kutukomboa na akatukomboa bila faida yoyote. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tuishi au tufuate mwenendo huo. Tunahimizwa viongozi walei tudumu katika sala na mazoezi mbalimbali ya kiroho ili tuweze kuimarika katika utume wetu. Huo ndio muongozo wa katiba. Tunaalikwa tuimarike, tusali ili tuwe imara zaidi katika utume wetu. Lakini ukiwa kiongozi, usisubiri sifa wala malipo, bali useme neno hili: sisi au mimi ni mtumishi nisio na faida, ninayafanya haya yaliyotupasa kuyafanya. Na sana sana ukienda kusoma katika kitabu cha Luka 17 mstari wa 10 au aya ya 10, unakutana na neno hili la faraja. Lakini katika muongozo huu au katiba hii ya halmashauri tunaisoma leo, mimi nasema imegawanyika katika sehemu mbili. Ina sehemu ya dira na sehemu ya ramani. Dira ina mambo mengi. Kwenye dira hapo unakutana na tunu mbalimbali
yani tunu ya imani kwa Mungu, uaminifu na upendo, umoja na ushirikiano, ambao sisi wanaume wa Katoliki saa zote tunawaomba na tunawahimiza tuwe na umoja na ushirikiano, uwazi na uwajibikaji. Tuwajibike kwenye familia zetu, tuwajibike kwa mama kanisa, lakini tuwajibike kwenye jumuiya ndogo ndogo zinazotuzunguka. Maana yake tushirikiane nao, tusali nao. Kristo. Lakini tunaalikwa kwenye umahiri wa kitaalamu. Niwaombe wanaume wenzangu, kuna shida kidogo kwenye mambo ya kanisa, wengi hatushiriki. Wengi wetu, wengine ni madaktari, wengine ni mainjinia, lakini kila mmoja ana shughuli mbalimbali. Hiyo shughuli yako inasaidiaje kanisa? Leo hii hata madhabahu mengine yanajengwa na ndugu zetu wa madhehebu mengine, wakati ndani sisi tuna mainjinia. Lakini viongozi wa halmashauri ya walei, niwaombe tena, mjitahidi kushirikiana na UWAKA, hiki chama cha kitume, tupate sensa iliyo kamilifu, ambayo kwenye sensa ile inaeleza kwamba wewe ni nani, unafanya kazi gani, na namba yako ya simu. Kwa bahati mbaya tunavoleta fomu hizi, kuna wanaume wenzetu wanafikiria tofauti. Kuna mahali niliulizwa, hivi hata hizi zaka tunazotoa hamuamini mpaka mnataka nijue kazi gani inafanya? Jamani, hii sensa tunaifanya sio kwa ajili tujue unafanya kazi gani ili tupate zaka. Hapana. Lengo letu ulichokuwa nacho, usaidie kanisa. Lakini wakati unasaidia, na wewe unapata kipato. Mwingine anasema mimi sina kazi kubwa na kazi ndogo tu. Hakuna kazi ndogo. Kama baba mlishi wa Yesu, Yosefu, alikuwa seremala, ambayo ni kazi ambayo kwa wakati huo ilikuwa nadharaulika. Sembuse wewe leo. Niwaombe, tuna mafundi hapa. Mafundi wa cherehani wanawaita, au mafundi wa aina vyovyote. Tuna mapadi pia wanahitaji huduma hizo. Hebu tujitokeze kwa kujiandikisha na kueleza wewe unafanya shughuli ipi. Lakini kwenye sura ya 3 ya katiba hii mama ambayo tunaambiwa tutembee nayo na wengi hatuna, hapa ndipo kwenye msingi wa vyama vya kitume. Tunaambiwa vyama, mashirika na jumuiya za kitume vitajitegemea kiutendaji na kikarama, na inapobidi vitatumia hati ya usajili wa halmashauri ya walei katika utendaji wake wa nje na ndani ya kanisa. Nini anataka kusema? Leo hii wewe unataka kwenda labda kwenye hizi parokia za mjini, pengine uko Paulo wa Msalaba, wanaume wa Katoliki mnataka kwenda Makole. Msiende Makole bila kwenda kwenye kamati tendaji ya halmashauri ya walei parokia ya Paulo wa Msalaba ili mpate kibali cha kwenda Makole. Kumbe sisi wote tunafanya chini ya mwavuli wa halmashauri ya walei parokia husika. Kiongozi ya harakia ndiye mlezi mkuu wa vyama, mashirika na jumuiya za kitume. Kumbe baba paroko ndiyo mlezi wetu. Lakini mratibu wa vyama vya kitume ngazi husika ni makamu mwenyekiti halmashauri ya walei parokia. Na hapa tunaenda moja kwa moja kwenye mikutano yetu, kwenye shughuli zetu za kiparokia UWAKA. Niwaombe, kwenye vikao vyetu vyote, tuna vikao 3 kikatiba vya UWAKA. Kikao cha kwanza ni kikao cha halmashauri au kikao cha kamati tendaji UWAKA parokia. Hawa viongozi wa kamati tendaji wanakutana kila mwezi mara moja. Lakini kikao cha pili ni kikao kinaitwa cha halmashauri UWAKA. Mimi nazungumza ngazi ya parokia, lakini kuna ngazi ya dekania, kuna ngazi ya jimbo.
Tuchukulie ngazi ya dekania, au kwa sababu wengi hapa ni ngazi ya parokia, tuchukulie ngazi ya parokia. Tukisema ngazi ya parokia, kikao cha halmashauri, wajumbe wake wa kwanza ni baba paroko, lakini mjumbe wa pili ni kamati tendaji ambaye ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya walei ngazi ya parokia. Huyo ni mjumbe wa pili. Kwa nini yeye anaalikwa? Yeye katika nafasi yake kwenye katiba hii, yeye ndiye mratibu wa vyama vya kitume. Mnapomwalika kwenye vikao vyenu, mna jambo lenu, sio lazima nyinyi muende kwenye kikao kile, yeye atawasemea. Lakini wajumbe wengine kwenye halmashauri kwenye kikao hiko ni kamati tendaji ya UWAKA ngazi ya parokia. Wajumbe wa mwisho ni wa aina mbili: kamati tendaji ya UWAKA vigango kama mlivyo, lakini kamati tendaji za kanda, nyinyi ndio mnatengeneza halmashauri ya UWAKA ngazi ya parokia. Na ile halmashauri ngazi ya parokia, yale watakayo yajadili, yale watakayo kubaliana ni mapendekezo, sio amri. Kumbe mapendekezo yale yatapelekwa kwenye mkutano mkuu, au watafanya yale watakayo wasilisha, yatakayoombwa na mkutano mkuu wa ngazi husika. Kumbe mnakutana mara ngapi kwa mwaka? Halmashauri lazima ikutane mara 4 kwa mwaka. Yaani kila baada ya miezi mitatu mnakaa kikao cha halmashauri. Tatizo lililopo hapa, au tulilokuwa nalo, au baada ya kutembea kwenye parokia zetu, dekania zetu, tumeshatembelea dekania 5 sasa. Tatizo tunalokutana nalo, wengi wanawafuata wanaume wa Katoliki kwa sababu ya michango. Sio kwa ajili ya kujenga utume, kwa ajili ya michango. Hilo ni jambo baya. Ndio maana tunaambiwa UWAKA ni kwa ajili ya michango tu. Hapana. Kuna mambo mengi kwa ajili ya UWAKA. Kuna kufanya matendo ya huruma, kuna hija, kuna tafakari mbalimbali. Niwaombe wana utume wote, hebu tuwasukume viongozi wetu wawe wanaitisha vikao kama wanajisahau. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, wanaume wa Katoliki, nguzo imara hekalu la Bwana. Lakini la pili, tunahimizwa kuziba nafasi za uongozi. Tunatakiwa tuwe na uongozi ambao unaanzia kwenye jumuiya hadi jimbo. Wale viongozi watatusaidia kwa mambo mbalimbali. Kumbe sehemu nyingi parokia ndio ina uongozi, vigango havina uongozi, jumuiya ndio kabisa hazina viongozi. Niwaombe tukitoka hapa tukajitafakari, tujiulize, je, jumuiya zetu zina uongozi? Parokia zetu viongozi tupo tuliotimia? Lakini mshikamano wetu uko pamoja? Leo nikimuita mwenyekiti nikamuuliza masuala ya parokia, yale anayejua mwenyekiti na katibu anayafahamu? Au yale anayejua mweka hazina, katibu msaidizi anayafahamu? Tutembee pamoja, tuishi pamoja kama viongozi. Ni rahisi ya kuongoza utaratibu huo. Lakini kama nilivyoeleza, katiba mama ni hii. Hatuna katiba mama, zile za kwetu ni kanuni. Hii katiba ya halmashauri ya walei. Tukisoma sura ya 8. Sura ya 8 hii tunaita ni ramani. Uishije kama mwanaume Katoliki? Utembeaje kama mwanaume Mkatoliki? La kwanza, haya ni maisha ya kiroho. Kama mwanaume Mkatoliki mnapaswa kuyafuata yafuatayo.
Ni wajibu wa kila mwanaume Katoliki kutambua kuwa ametumwa na Kristo kumshuhudia kwa njia ya maneno na matendo yake. Kumbe mwanaume Mkatoliki mwenzangu, mtu yeyote yule akikuona amuone Kristo ndani yako. Watoto wako kwenye familia wakikuona wamuone Kristo kupitia wewe. Lakini jamii inayokuzunguka imuone Kristo kupitia wewe. Kwa hiyo tunaendelea kualika tuishi maisha ya kiroho. Jingine, kama vile Kristo alivyokuwa mtakatifu katika maisha yake, kila mwanaume Mkatoliki aweke mbele maisha ya sala, kusali daima bila kuchoka, na awaelekeze wenzake kusali. Mwanaume Mkatoliki mwenzangu, tuwaelekeze watoto wetu kusali. Tuelekeze familia zetu kusali. Lakini tusitumie siku maalumu ambayo mama kanisa ameitenga, siku ya Jumatano. Kanisa lolote lile Katoliki ukienda, ni siku ya kumwadhimisha Mtakatifu Yosefu, na ndiye msimamizi wetu sisi wanaume wa Katoliki. Tunaalikwa tuitumie vizuri siku ya Jumatano. Lakini ikiwapendeza, siku hiyo ya Jumatano twende kanisani kwa umoja wetu, tusali sala maalumu kwa heshima ya Mtakatifu Yosefu. Hata mara moja kwa mwezi tufanye hivyo. Kwa njia hiyo naamini tutaungana pamoja, tutatembea pamoja, tutanuia mamoja kama parokia. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Jingine katika sura hii ya 8 ya katiba ya halmashauri ya walei taifa ya mwaka 2025 ambayo ndio katiba mama, mikutano yote ya UWAKA itaanza kwa sala inayoongozwa kwa neno la Mungu, kufanyika katika roho ya sala na kumalizika kwa sala. Hii tunakumbushana, naamini tunafanya hivyo, lakini tunakumbushana tusifanye kikao chochote bila kuanza kwa sala na kumaliza kwa sala. Jingine, UWAKA katika ngazi zote itatenga angalau siku 2 kwa mwaka kwa ajili ya mafungo na tafakari ya utume. Kama nilivyosema awali, tusiwe watu wa michango tu, tuwe watu wa sala. Lakini tunaalikwa tufanye mafungo angalau mara 2 kwa mwaka. Kwamba kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 6 tufanye mafungo mara 1, lakini kuanzia mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 12 tufanye mafungo mengine. Tukutane pamoja, tufunge pamoja, tushiriki pamoja, lakini mwisho tunuie mamoja. Jingine ambalo tunaalikwa wanaume wa Katoliki, tusome Biblia takatifu na maandiko mbalimbali na miongozo mbalimbali ambayo inaandaliwa sehemu mahalia. Kwenye jimbo letu tuna mwongozo unaitwa Mwelekeo, barua ya baba askofu. Ni wanaume wachache tunayo hiyo. Kumbe tunaalikwa tuwe na miongozo hiyo. Pale utajifunza au utajua sehemu mahalia kama ni baba askofu anataka nini, au baba mtakatifu anataka nini. Kuna waraka mbalimbali, lakini tuna decrees za mafundisho mbalimbali. Tunaomba sana ya utume, tunaomba mrejee na msome. Mwisho, kwenye katiba hii ambayo ningependa niwashirikishe, tunaalikwa kumega mkate kwa pamoja. Yaani baada ya yote, angalau mara 1 kwa mwaka, tuandae chakula cha pamoja. Tule pamoja, tunywe pamoja, tuchome nyama pamoja, tusherekee kwa pamoja. Ndiyo maana mama kanisa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma kila mwaka anatukutanisha hapa UWAKA, tunasali pamoja, tunaongea pamoja, lakini mwishowe tunamega mkate pamoja, tunakula pamoja. Kwa hiyo niwaombe sana tushirikiane